بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1438, tukumbushana kuwa leo ni siku ya Arafa na kesho ni siku inayojulikana kama Yaumun Nahr, ambayo ndio Eid al-Adha. Na hizi siku mbili ndio siku bora kabisa katika siku za mwaka mzima. Kwa hiyo ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ametupa neema ya kuishi katika siku hizi, basi neema kama hii yahitaji shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kukithirisha amal, kukithirisha adhkar, kukithirisha kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ingawa tutanabaisha kutokamana na bid'a ambazo zimezuliwa na baadhi ya watu haswa katika siku ya leo. Kuna ujumbe nimeuona wasambazwa kuwa sehemu fulani watu watakusanyika kwa ajili ya dua ya Arafa. Hakuna dua ya mkusanyiko wa watu inayoitwa dua ya Arafa. Hii pia ni katika kamusi ya bid'a. Ukitizama katika kamusi ya bid'a pia hili utaliona, watu kukusanyika katika sehemu moja eti kwa sababu ya kuwa waomba dua ya Arafa. Na kusikitisha, hili jambo laenezwa zaidi katika upande wa akina mama. Akina mama ndio waalikana katika shughuli kama hii. Wataka kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, muombe ukiwa peke yako, kama walivyokuwa salaf. Sahaba Mtume sallam walikuwa hivi, tabi'in, atba'u tabi'in. Hili jambo halikujulikana wakati ule, na lau kama ingelikuwa ni khairi wangelikuwa wakikusanyika masahaba wote kwa Mtume sallama, ambaye dua yake hairejeshwi. Angelikuwa yuwaombea kwa pamoja wote masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo watu wachunge kutokamana na hii bid'a, na itakuwa uzuri mialiko kama hii asiende mtu yoyote, asiende kuhudhuria mtu yoyote. Usipohudhuria utakufa, mialiko kama hii itakufa. Lakini ikiwa tutatumia ujinga na jahal na kwenda katika sehemu kama zile, najua watatokea watu, haya maneno ninayoyazungumza hayatawafurahisha. Hatuko hapa kufurahishana, na najua yale maneno watakaoyazungumza, watakaosikia maneno haya. Lakini la muhimu zaidi, fahamu kitu kimoja: kwa ibada yoyote kukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima iwe na masharti mawili. Sharti la ikhlas. Ikiwa hatuna ikhlas, ibada zetu hazikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na sharti la pili, almutaba'a, kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tusipomfuata Mtume sallallahu katika ibada zetu, ibada ile haikubaliwi. Kwa dalili gani? Kila Ijumaa walillahi alhamdu wal minna, wengi katika Uislamu wasoma suratul Kahf. Unapoisoma hii sura, zingatia aya ya mwisho kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala asema, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala akayataja haya masharti mawili, falyamal 'amalan salihan. Na amal salih ni ile iliyowafikiana sambamba na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, al-ikhlas. Kwa hivyo yote anayekimbilia katika kwenda katika mikusanyiko kama haya, akumbuke hii aya na akumbuke maneno ya Mtume sallallahu katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha fi sahihain
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Usikasiriki ukiambiwa kuwa hizo dua mnazozimba mpatupu kwa sababu ya maneno haya Mtume sallam, wala sio sisi hatukubali dua wala tuziregeshe, lakini Mtume sana mashatuambia fahuwa raddun ay mardudun alayhi, ataregeshewa mwenyewe na Allah subhanahu wa ta'ala, hana haja na amali kama hili. Kwa hivyo tuchungeni sana katika siku tukufu kama hii ambayo salaf walikuwa, ukisoma katika siyar ya salaf walikuwa tofauti kabisa katika siku kama hii, namna wanavyomuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ni siku ambayo Allah hutakabbal dua, huwawacha wengi huru kutokamana na moto wa jahannam. Ni siku tukufu sana. Kwa watu watakikana kweli wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala, wakithirishe dua, wakithirishe adhkar, lakini tusizue katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ilikuwa ni tambihi kwa jambo ambalo tumeliona na ni wajibu. Wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Yoyote ambaye yajua haki akaificha aingia katika laana ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyad billah, na yuweza kuifikisha kisha akaificha ile haki. Ulaika alladhina yal'anuhumullah, tena isitoshe wayal'anuhumul la'inun, kila anayelaani yamlaani yeye. Wallahu almusta'an. Almuhim, leo biidhnillah ta'ala nichokusudia ni kuizungumzia salatul Eid na namna gani muislamu atakikana aisali salatul Eid. صفة صلاة العيدين. jambo la kwanza, عدد ركعات صلاة العيد, idadi ya rak'a za صلاة العيد. صلاة العيد rak'atani, na hili ni jambo ambalo kila muislamu alifahamu kuwa sala ya Eid rak'a zake ni mbili. na dalili عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم الأضحى أو الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين asema Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka katika siku ya Eid al-Adha ama Eid al-Fitr akaswali rak'a mbili za Eid, na akawasalisha masahaba rak'a mbili za Eid. lam yusalli qablaha wala ba'daha, hakuswali qabliya wala ba'diya katika salati al-Eid. Na hapa ndio tuona makosa ya baadhi ya watu, akifika kiwanjani mwanzo ya swali rak'a mbili kisha ndio yuakaa. Hakuna tahiyatul kiwanja. Swala ambayo ipo katika tahiyya ni tahiyatul masjid. Ama uwanjani ukifika ni ukae uendelee kuleta nini, takbira. Ama kuswali rak'a mbili kabla salati al-Eid, hili halikuthubutu kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, isipokuwa ikiwa watu watadharurika kuswali msikitini. Wamedharurika kuswali msikitini, kwa mfano kuna mvua ikawabidi waswali ndani ya msikiti. Anapoingia msikitini mtu ataswali rak'a mbili, si kwa sababu ni qabliya ya salati al-Eid, lakini kwa sababu haifai kukaa msikitini isipokuwa baada ya kuswali rak'a mbili, kwa kauli ya baadhi ya wanaovioni. Na wengine wakasema kuwa ni sunna muakkada kwa mtu asikae msikitini kabla ya kuswali rak'a mbili. Kwa hiyo ile ni tahiyatul masjid, wala haifungamani na salatul Eid. وعن عمر رضي الله عنه قال صلاة الفطر والأضحى ركعتان. عمر رضي الله عنه سمع صلاة عيد الفطر نصلاة عيد الأضحى نركع mbili peke yake. على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى, katika ulimi wa mtume wenu sallallahu alaihi wasallam, na ameambulia patupu atakayezua. Masahaba walikuwa wakali dhidi ya bid'a. Hivi leo ukiwa mkali dhidi ya bid'a watu wazungumza, wallahi sisi hatufiki ukali wa salaf. Urabbi
kiwapa mfano, mmoja katika salaf alimsikia mzushi akizungumza ndani ya msikiti na yeye yuko mbele, akawacha kikao chake akasimama akaenda akamshika koo. Tushashika watu koo sisi, hatujashika watu koo. Kina Ibn Qayyim rahmatullah alayhi na maulama wakati wake walipokuwa sufia wazua mambo yao katika Masjid al-Khaif, watu wako huko Mina waimba yale mambo yao yale, kama hivi sasa hivi wanavyofanya, wazunguka round huko warukaruka, sijui dini ya kutoka wapi. Asema tukawatandika fimbo tukawatoa misikitini. Hawa maulama si tulab alilm, maulama jahabidha ambao leo wazungumzwa katika vikao vya ilmu, walitandika watu fimbo wakawatoa misikitini. Kwa sisi tutakavyokuwa bado hatujakuwa wakali dhidi ya bid'a. Umar Khattab asema waqad khaba man iftara, wezua tu waambulia patupu, huna chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa uzushi unaofanya. Na lau kama mzushi angelijua hili asingezua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kadhalika kuna ijma' katika masala ya kuaid rak'a mbili. نقل الإجماع على ذلك ابن حزم ابن قدامة النووي الصنعاني na wengineo katika wanavyuoni walionukuu ijma'. مسألة نفواتا تكبيرات صلاة العيد، تكبيرة za صلاة العيد. حكم التكبيرات الزوائد، na hili ni jambo muhimu sana lieleweke. Hukumu ya zile takbira za ziada, kusudia za ziada zile ambazo baada ya takbiratul ihram na pia baada ya kusimama katika rak'a ya pili kuna zile takbira za ziada, hukumu yake nini? تسن التكبيرات الزوائد، تكبيرات الزوائد ni sunna في صلاة العيدين ولا تجب، katika swala za hizi Eid mbili wala si wajib. وهذا مذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، na hii ndio madhhab ya jumhur الفقهاء مالكية شافعية na Hanabila, na wana dalili katika hilo. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kabbara fi Eid 12 takbiratan, asema mtume sallallahu alayhi wasallam alileta katika Eid takbira 12, 7 fil ula, 7 katika ya kwanza, wa 5 fil ukhra, na 5 katika rak'a ya pili. Walam yusalli qablaha wala ba'daha, wala hakuswali sunna kabla yake wala baada yake. Na hili nimelitaja nikasema ni muhimu kufahamika, kwa sababu wakati mwingine yatokea yule imam kusahau, hasa katika rak'a ya pili, ikawa kuna balbala katika wale waliohudhuria katika swala ya Eid. Kuna siku kulikuwa nafikiri na dharura ya kuswali msikitini, watu wakaswali, mmoja katika misikiti hapa Mombasa akaswalisha kadhi yule ambaye wa kabla ya huyo niswalisha, akasahau kuleta takbirat za Eid, nafikiri katika rak'a ya pili. Akasimama mmoja, alikuwa ni Misri yule bwana, akasimama akapiga kelele sana baada ya swala, yani kama swala gani ambao haina takbira hizi katika rak'a ya pili ukadha. Sasa ndio hii atuonyesha kuwa si kila kilemba anachokivaa mtu mwana wa chuoni. Yule bwana kwa sababu amvaa ile kofia ile nyekundu hapa kisha amefunga nyeupe huku, jamaa wakaona amezungumza la maana sana, akazungumza maneno ya kejeli dhidi ya yule kadhi mbele za watu. Lau kama angezungumza kwa chini tungesema kwa chini, lakini huyu alizungumza mbele za watu, na kama kumtia aibu yule kadhi kuwa hajui anachokifanya pale mbele. Kumbe asijue kuwa yeye ndiye mkosi, yeye ndiye anayekosea katika masala haya, sababu hizi takbirat ni mustahabba wala si wajib. Ikiwa kwa mfano ataziwacha kwa kusudi, pia bado sala ya Eid iko sawa, sababu ni mustahabba. Sio tufahamiana hapa. Tuseme kwa mfano Allahu Akbar akaanza suratul Fatiha moja kwa moja, bado salatul Eid
ipo vile vile. Lakini vipi atasimama mtu ambaye watu wamuishiria kuwa huyu ni msomi kisha akafanya mambo kama haya? Na hii yaonyesha kuwa tuko mbali sisi na ahkam za kisheria. Na la kusikitisha, aliyesimama ni mtu anayejinasibisha na madhhab ya Shafi'ia. Na ndio mara nyingi husema kwa wengi wetu ni maneno, tutasema sisi ni Shafi'ia, kumbe tumesoma mabadiul fiqhiyya. Ile mabadiul fiqhiyya ile ambayo someshwa chini kule, wala haihusiani mambo mingi sana na madhhab ya Imam Shafi'i. Watu wakasomeshwa ndio wakaona basi khalas mimi nishakuwa Shafi'i. Watu wasome kikweli, watafahamu madhhab ya Shafi'ia yaelekeza watu wapi. Wallahu almusta'an. Adadu takbirat fi salati al-Eid, idadi ya takbirat katika swala ya Eid. Yusannu at-takbiru fi salati al-Eid fi ar-rak'ati al-ula 7 wa fi ar-rak'ati ath-thaniya 5. وهذا مذهب المالكية والحنابلة، واختاره البخاري وابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين. نسنة تكبيرة زعيد إبي كwanza ni takbira 7 na ya pili ni takbira 5, na hii ndio madhhab ya Malikia na Hanabila, ndio chaguo la Imam al-Bukhari, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Baz, Ibn Uthaymeen. Na dalili ni hiyo tuliyotaja sasa hivi. Masala inayofuata, mahallu takbirat az-zawaid, ni sehemu gani ambayo yaletwa hizi takbira za ziada? Mahallu takbirat az-zawaid huwa fi ar-rak'ati al-ula ba'da du'a al-istiftah, katika rak'a ya kwanza baada ya kusoma du'a al-istiftah ndio hizi takbira zaletwa. Wa qabla at-ta'awudh wal qira'ah, na kabla ya mtu kuleta a'udhu billahi minash shaitani rajim na kuanza kusoma katika ile rak'a ya kwanza. Kwa hiyo mwanzo ataleta takbiratul ihram, ataomba dua al-istiftah, kisha atazileta zile takbira za ziada, kisha ndio ataanza a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, aingie katika suratu al-Fatiha. وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال، نكتك ركعة يبيلي بعد تكبيرة سجود akisimama juu. Wa qabla at-ta'awudh wal qira'ah, kabla ya kuanza na a'udhu billah na kuanza kusoma mwanzo ataanza na zile takbira. Wa hadha madhhabu jumhur al-fuqaha min al-malikiyya wash-shafi'iyya wal-hanabila, na ndio madhhab ya jumhur al-fuqaha. دليل من الآثار عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة 5 تكبيرات قبل القراءة. سمن الشودلية صالة فموجنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه akaswalisha katika rak'a ya kwanza akasoma takbira 7 kabla ya kuanza kisomo chake, na katika rak'a inayofuata akasoma au kaleta takbira 5 kabla ya kuanza kusoma qiraa. Al-Imam Malik asema wa huwa al-amru indana, yani ahli al-Madina ndio walikuwa wanavyofanya. مسألة نفوات رفع اليدين في التكبيرات الزوائد في صلاة العيد. حكم يكون ينيو ميكونو katika kila takbira ya ziada katika صلاة العيد. يستحب رفع اليدين في التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين. kuna اختلاف بين العلماء, lakini yapendekezwa kunyanyua mikono katika kila takbira katika hizi takbirat za ziada katika صلاة العيد. وهذا مذهب جمهور الفقهاء, na hii ndio madhhab ya jumhur al-fuqaha al-hanafiyya wash-shafi'iyya wal-hanabila, wa huwa riwayatun 'an al-imam Malik. Kwa hiyo takriban wote katika imma wanne wamekwenda kwa kauli ya kuwa mtu yanyanyua mikono yake katika kila takbira, wa hukiya al-ijma' ala dhalika, bali ikafikia baadhi ya wanaovioni kunukuu ijma' kuwa takikana mtu anyanyue mikono yake. wal adilla عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته.
na hii ni am. Ibn Umar radhiyallahu anhu asema alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisimama kwa ajili ya sala yake hunyanyua mikono yake, kisha hunyanyua ile mikono katika kila takbira anayoileta kabla ya kurukuu mpaka iishe swala yake. Na shahid hapa aliposema yarfa'uhuma fi kulli takbiratin yukabbiruha qabla ar-ruku' ni umumun yandariju fihi kullu takbiratin taqa'u qabla ar-ruku'. Maneno haya ni am, yaingia ndani yake kila takbira ambayo iko kabla ya rukuu. Wa min jumlatiha takbiratul eidain, katika jumla vile vinavyoingia hapa ni takbira ya idi mbili. Masala inayofuata الذكر بين التكبيرات الزوائد. mara nyingi watu wauliza kuwa kuna dhikr gani baina takbira moja mpaka ya pili katika hizi za ziada. la yusannu baina التكبيرات الزوائد ذكر, hakuna sunna iliyopokelewa inayotaja kuna dhikr baina takbira ya kwanza na inayofuata katika zile za ziada. wa ala almusalli an yuwali baina التكبيرات bila fasl, na yatakikana kwa mwenye kuswali au imam anayesalisha zile takbirat awe atazileta kwa kufuatana, Allahu akbar Allahu akbar mpaka ziishe, bila ya kuwa katikati kuna nini, kuna kisimamo na kikomo. وهذا مذهب الحنفية والمالكية وحكاه النووي عن جمهور العلماء. ndio مذهب الحنفية والمالكية. الإمام النووي أكينسبيش هي قول وجمهور العلماء. وبه قال الأوزاعي واختاره ابن حزم والصنعاني. ndio قول الإمام الأوزاعي وكذلك ndio chaguo ابن حزم الأندلسي والإمام الصنعاني. وذلك للآتي, سباب zifuatazo ndio wamesema kauli hii wa wanavyuoni. اولا انه لم يحفظ فيه شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم, hakuna chochote ambacho kimenukuliwa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya masala haya. ولو كان بينه ذكر مشروع لا نقل كما نقل التكبير, na lao kama kungelikuwa kitu katikati ambacho ni sunna kukifanya kimeamrishwa, basi kingenukuliwa kwetu sisi kama ilivyonukuliwa takbir hizi za ziada. ثانيا أن التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين ذكر من جنس مسنون فكان متواليا كالتسبيح في الركوع والسجود. hizi takbira za ziada katika swala za Eid mbili ni dhikr, ni utajo ambao umewekwa kama vile utajo wote mwingine katika swala, na hii ni sunna. Kwa hivyo ikawa ni zenye kufuatana, kama vile mtu kwa mfano tasbih katika rukuu asema subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim, hakuna dhikr katikati yake, na hii pia yaingia hapo. masala inayofuata nisyanu at-takbirat az-zawaid. kwa mfano mtu akasahau kuleta hizi takbira za ziada. man nasiya takbirat al-eid az-zawaid hatta shara'a fi qira'ati al-fatiha fa innaha takunu qad fatat. ikiwa mtu atasahau kuleta hizi takbirat za Eid za salat al-Eid za ziada, akaanza kusoma suratul Fatiha, basi wakati wake tayari ushapita. wala yu'iduha, hanyamazi kisha akarudi tena nyuma, la. وهذا مذهب الشافعية على الصحيح والحنابلة. وبه قال الحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة واختاره ابن حزم وابن عثيمين. ndio chaguo la hawa wanavyuoni tuliowataja hapa. وذلك للآتي, sababu zifuatazo. ya kwanza annaha sunnatun fata mahalluha, ni sunna ambayo mahala pake pashapita. unakianza kusoma suratul Fatiha خلاص hakuna tena sehemu ya nini ya takbirat. wa mahalluha aqiba takbirat al-ihram qabla al-qira'ati, pahala pake ni kuwa baada tu ya takbiratul ihram ndio waleta zile takbira 7, na baada ya takbiratul intiqal ndio waleta zile takbira 5. kwa hivyo mahala pake pashapita, na mahala pake ni baada ya takbiratul ihram moja kwa moja na kabla ya kuanza kisomo. kwa ikiwa kisomo kishaanza, bimaana pale pale pake pashapita na mtu haregei tena nyuma. ثانيا أنه إن أتى بالتكبيرات ثم عاد إلى القراءة فقد ألغى القراءة الأولى
وهي فرض يصح أن يعتد به. ikiwa atarudi kwenye zile takbira kisha baada ya kurudi kule akarudi tena kwenye qiraa, ni kama amefuta kile qiraa ambacho amekianza tangu mwanzo, na ilikuwa tangu na mwanzo ni fardhi. Ile suratul Fatiha ni rukun min arkani as-salah. Huwezi kuacha nusu pale ukarudi kwenye nini, ukarudi kwenye jambo ambalo ni mustahab, ni masnun, wala sio katika nguzo za hii swala. مسألة نفوات حكم سجود السهو لمن نسي التكبيرات الزوائد. حكم يا سجود السهو كويلة اليسهو كليت هذه تكبيرات. لا يسجد للسهو أو لا يسجد للسهو لترك التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين. هسجود تسجود السهو ikiwa ameziwacha hizi takbirat katika swala za Eid mbili, sawa tarakaha amdan au sahwan, iwe ameziwacha kukukusudia ama kukusahau. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقول للمالكية، وذلك لأنها كالتعوذ ودعاء الاستفتاح ولا يسجد للسهو بتركها. mfano wake ni kama dua al-istiftah, ama mfano wake kama kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ikiwa mtu amewacha kuleta dua al-istiftah kwa mfano, ama amewacha kuleta isti'adha, je, wasujudu lisahu? La yasjudu lisahu, kwa sababu ni jambo ambalo lapendekezwa wala si katika wajibat as-salah. mas'ala nafuata qada'u al-masbuq litakbirat az-zawaid fi salati al-eidain. المسبوق يكبر فيما أدركه من التكبيرات الزوائد مع الإمام ويسقط عنه. ikiwa kwa mfano mtu amechelewa, akifika pale tayari imam yuko katika takbira pengine ya 5 katika rak'a ile ya kwanza, Allahu akbar, ashaleta zile takbirat, asianze kuleta tena kuanzia mwanzo, yeye afuate kuanzia pale alipopapata, na zile zilizopita zitakuwa kwake zishapita, zishaanguka kwake. ويسقط عنه ما فاته ولا يقضيه, zile zilizompita katika takbirat zitakuwa zimeanguka kwake yeye wala hazilipi. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة واختاره ابن عثيمين وبه أفتت اللجنة الدائمة. وذلك للآتي، وسبب زفواتازو. ya kwanza أنه ذكر مسنون فات محله فلم يقضيه كدعاء الاستفتاح. ni dhikr masnun, ni dhikr ambayo yapendekezwa na ishapita mahala pake, kwa hivyo haikidhi, kama vile dua ulistiftah. Kwa mfano mtu amekuja akampata imami yuko katika rak'a ya pili, akiingia katika swala, huyu si sawa kwake yeye kuleta nini, dua ulistiftah, kwa sababu mahala pake pashapita, bali uwajibu wake awe atajishughulisha na kusoma nguzo katika nguzo za swala ambayo ni suratu al-Fatiha. Kwa hivyo ukija ukampata imami yuko rak'a ya pili au ashaanza kusoma qiraa, usianze kuleta dua al-istiftah, wacha hivyo. Ukaja imam umekosa takbiratul ihram na tayari waona amepita muda, yawezekana yule imam akarukuu kabla wewe hujamaliza kusoma suratul Fatiha, hasa katika salatu sirriya. Hapa ilikuwa ukianza ile swala uanze na nini, na suratul Fatiha moja kwa moja, kwa sababu ukiikosa Fatiha utakuwa umekosa nguzo katika nguzo za swala, wakati ambapo ukikosa dua al-istiftah utakuwa umekosa nini, sunna katika jambo ambalo lapendekezwa. كذلك أن الإمام إذا كان لا يزال يكبر فالمطلوب متابعته في التكبير. ikiwa ile imam bado yaleta takbirat, wajibu wako wewe kama maamuma ni kumfuata katika zile takbirat. فإذا شرع في قراءة الفاتحة فالمطلوب الإنصات له. akianza kusoma suratul Fatiha, wajibu wako ni kumsikiliza yule imam ile qiraa anaisoma. falam yabqa mahallun liqada'i at-takbirat, kwa hivyo hakukubakia sasa sehemu ya kulipa zile takbirat ambazo ni mustahabba. Al-qira'atu fi salati al-eidain, kisomo katika sala za Eid mbili. Al-qira'atu bisabbih isma au sabbih wal ghashiya. yusannu an yaqra fi salati al-eid bi surati al-a'la wal ghashiya. ni sunna kwa imam kusoma katika salati al-eid surat al-a'la na surat al-ghashiya.
باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة وذهب إليه أكثر العلماء واتفاق مذاهب yote ya fiqh na wengi katika wanavyuoni wamekwenda kwa kauli hii. الدليل من السنة عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ بهما. asema alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma katika Eid mbili na swala ya Jumua sabbih isma rabbikal a'la na suratul ghashiyah, na wakati mwingine zikikusanyana pamoja kama hivi safari walillahi alhamdu wal minna, kesho itakuwa ni Jumua na wakati huo kuna nini, kuna Eid. Kwa hivyo hivyo pia alikuwa akisoma sura hizo hizo wakati wa swala ya Eid na sura hizo hizo akisoma wakati wa swala ya Jumua. Hivyo hivyo akiswali mtume sallam huzisoma sura hizi. Hii ni namna ya kwanza. Ya pili, alqira'atu bi surati Qaf wal Qamar, kusoma suratu Qaf yote na suratul Qamar yote. Na hapa kuna matatizo, sababu wengi katika watu siku hizi wana uzito katika salatu al-Eid. Ukimaliza kusoma Qaf na Qamar utakumbukwa paka mwaka unaokuja, usahauliwi. Fulani ile bwana tuweka tukapigana jua kweli kweli pale. Na hii ni sunna mtume sallam alikuwa akifanya, lakini kuna udhaifu wa himma na udhaifu wetu wa iman mpaka tuona hii qiraa ni ndefu sana. Lakini pia ni katika sunna, na ikiwa imam ataswalisha tafadhali usimzungumze vibaya, kwa sababu ni sunna mtume sallam alifanya. Ingawa pia tuwaambia maimam, ikiwa wajua ile sehemu ile ni watu ambao hawawezi basi wasomee sabbih isma rabbikal a'la ghashia, pia ni sunna waweza kusomea hiyo sabbih isma na ghashia. Kuna wengine bado pia waiona kwao ni nzito sabbih isma na ghashia na bado thaqila alayhi, au na nzito sana kuwa nasomea sabbih isma yote na ghashia yote, aona bado kuna uzito. المهم يسن أن يقرأ في صلاة العيد بسورة قاف والقمر. يpendekezwa na ni sunna kuswalisha salat al-Eid kwa surat Qaf na kadhalika surat al-Qamar. nassa alayhi ash-Shafi'iyya wa huwa riwayatun an Ahmad, والدليل عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت الساعة. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akisoma katika Eid al-Fitr na Eid al-Adha Qaf na iqtarabat as-saa. Kwa hivyo nijitayarisheni, yule ile atakayosoma yule imam fanye subra. Ikiwa ni Qaf na suratul Qamar falhamdulillah ni khairi, ikiwa atasoma sabbih isma na ghashia falhamdulillah, zote mbili zinini ni sunna. kumalizia aljahru bilqira'ati fi salati al-eidain. yusannu aljahru bilqira'ati fi salati al-eidain, ni sunna kwa imam kusoma kwa sauti, kwa kupaza sauti katika sala za Eid mbili. wa hadha biittifaq almadhahib alfiqhiyyah al-arba'a wa hukiya al-ijma'u ala dhalika. na hii kwa ittifaq ya madhehebu yote manne, bali wamenukuu na wavioni ijma' katika swala hili, na hii ni kwa dalili hizo mbili tulizozitaja. Kwa hawa masahaba wa kwanza ambaye ni Nu'man ibn Bashir asema nilimsikia Mtume sallam alikuwa akisoma salatul Eid sabbih isma rabbikal a'la na ghashia, na Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu asema Mtume sallam alikuwa akisoma Qaf na suratul Qamar. Na hili haiwezekani kuwa walilijua isipokuwa alimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam. anna hifdha wajhu ad-dalala anna hifdha as-sahabati radhiyallahu anhum lima kana yaqra'u alayhi الصلاة والسلام في صلاة العيدين يدل على أنه كان يجهر بالقراءة فيها. كلما صحابة كتنقلية كوا alikuwa akisoma sura fulani na fulani, bimaana walikuwa wakisikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma. kadhalika annaha salatu Eid,
ni swala ya Eid hii fa ashbahat salat aljum'ah ikafanana na swala ya Ijumaa. Haya ni baadhi ya masail yanayofungamana na salatul Eid. Nimeonelea tukumbushane kwa sababu mbele yetu iko salatul Eid, ili ibada kama hii ikiingia insha Allah taala tuwe tutaifanya ibada tukiwa na ilmu au baadhi ya ilmu ya yale yanayofungamana na swala hii. Na hili ni jambo muhimu ambalo daima twalihimiza, bali ni msingi katika misingi ya da'wa yetu, kuwa twahimiza ndugu zetu waislamu kutafuta ilmu katika kila jambo linalomhusu Muislamu, mwanzo kabisa katika tauhid na aqida, kisha kila kinachofuata katika ibada. Usikubali kufanya ibada yote bila ilmu, usikubali, sababu kuharibu kwako kutakuwa ni kwingi kuliko kutengeneza. Nitatoa mfano mmoja wa jambo ambalo nimelishuhudia. Siku moja haram kule, baada ya swala, nafikiri wale ambao washakwenda kule, kila baada ya swala wakuna janaza, kila baada ya swala. Siku moja tu mimi nakumbuka Madina, Masjid an-Nabawi, sikusikia jeneza. Jamaa wasema ndio siku moja, sio baada ya miaka mingapi, lakini kila swala kuanzia alfajiri mpaka isha kuna jeneza. Sasa kuna mwenzetu mmoja pale alikuwa amejizuia tumbo sana upepo, kisha akatoa upepo kiasi cha kungoja ile jeneza ziwekwe sawa kule, watu wakaamka kuswali, yeye pia akaamka akaswali. Alipomaliza kuswali mimi nikamgundua, bwana yuko hapa na nasema mimi nishatangukiwa na udhu. Nikamuuliza, mbona wewe unswali na wewe huna udhu? Asema hivi, kwani swalatul janaza pia itajiudhu? Kwani swala ya jeneza pia itajiudhu? Hajui ukweli, si ati ni mzaa. Yeye ameswali, ajua swalatul janaza haina haja ya kutawadha wala udhu. Hata waweza kupiga mabomu yako umalize, kisha ukimaliza wewe njoo tu swali jeneza. Na hivi ndivyo walivyofanya. Sasa hii atuonyesha kuwa subhanallah, yani kuna mambo ambayo ni ya dharura kuyajua, pia hatuyajui. Kuna dharura kubwa ya watu kusoma dini. Usikubali kitu kimoja tu, ibada wataka kuifanya, usikubali kuifanya tu hivi hivi kwa ujinga. Wataka kuswali, soma swala. Wafunga, soma somo. Wenda haji, some haji. Wataka kutoa zaka, isome zaka. Na mwanzo kabisa shahada lazima isome tauhid, na mengine mengi ambayo yatuhusu lazima tuyasome. Usikubali. Kuna msemo wengi wasema, mimi sikusoma bwana. Muislamu aseme hivyo. Ukusoma soma. Sisi bwana tukusoma bwana, lakini ile elimu yetu chache. Sasa ukusoma elimu chache ulipata wapi? Hiyo elimu chache ndio waje kuharibu sasa. Na ndio maana bid'a zikakithiri katika mujtamaa, kwa sababu watu hawataki kusoma sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Iko hivyo. Kwa hiyo tuimizana jamani, tuimizana, na tutaendelea kuimizana kila siku. Hata kama maneno yaumiza, wakati mwingine yaweza kuzungumzwa kwa ukali, lakini daktari akikudunga sindano usiwe na lawama nyingi, huwa ni kwa sababu ya kukutibu. Wakati mwingine aweza kukukata haswa kiungo, lakini ili visalimike viungo vingine. Kwa usiseme yule daktari muovu sana, alinikata mguu yule, kumbe ulikuwa mguu waoza. Ikawa ni khairi kwake yeye akatoa ule mguu ili kubakie viungo vingine vya mwili. Usimlaumu, amefanya kitu cha kukusaidia wewe. Wa hakadha, maulama wakituambia kitu sisi kwa hii ni bid'a, usifanye hivi. Wewe jamaa bwana, hujuma hii bwana, kwa sababu mimi nafanya bwana ndio wasema hivyo. Ni kwa sababu ni khairi kwako wewe. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. نعم زور. عليكم السلام. نعم. Masala mimi yazungumza kwenye khutba ya Jumaa hapa, na sikuyaweka katika kuzungumzia hapa kukusudia, ni kwa sababu watu wengi ndio wahudhuria katika salatul Jumaa. Na leo acha niregelee, ndiye kiwazi ikiwa mna muda. Isipokuwa nawakumbusha, ikiwa watoka basi ishafika wakati wa rak'a mbili za ishraq za dhuha, waweza kusoma rak'a mbili kisha ndio kaenda. Almuhim, hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu عند Abi Daud, sahahu Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi. Mtume صلى الله عليه وسلم asema, qad ijtama'a fi yawmikum hadha 'idan, ilikuwa siku hiyo Eid imekusanyika na siku ya Ijumaa.
akawaambia masahaba imekusanyika leo kwenu nyinyi idi mbili, faman shaa ajzaahu min aljum'a, ambaye wataka hii idi aliyoswali yamtosheleza kusokamana nini na Ijumaa. Na hapa wakakhtalifiana maulama kuwa je, maana yake ni kuwa hata dhuhuri pia haswali ama maana yake nini? Asl ni kubakia salatu dhuhur kwa wakati wake, na mimi kuyasema haya silazimishi yule ambaye amekwenda kwa kauli ile nyingine, kwa sababu pia wao wategemea dalili, lakini nasema kuwa salatu aljumaa kwa kauli ya wale maulama ambao tumesoma aqwali zao, hata ikianguka haianguki salatu dhuhur, kwa sababu salatu dhuhur ndio wakati wake. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ambaye ataka itamtosheleza kutoka na Jumaa, ni khiari, si lazima mtu akamwambia bwana tusiswali Jumaa, bwana tusiswali Jumaa. Kwa nini? Tunaambia utaona mwisho wa hadithi hapa asema Mtume sallam wa inna mujammi'un, na sisi tutaswali Ijumaa. Maulama wakasema hii ni dalili ya kuwa anayeswali Jumaa ni mbora kuliko yule ambaye ataswali adhuhuri, ingawa ruhusa ipo ya kisheria. Mtu akisema kuwa mimi naenda kuswali Jumaa, huyu atakuwa amejikusanyia ajiri kubwa zaidi kuliko yule ambaye atakayeswali salatu dhuhri peke yake, kwa ushahidi kuwa Mtume sallam yeye amejichagulia lililo bora zaidi, akasema na sisi tutaswali Ijumaa. Kwa hiyo akaswali Jumaa kwa sababu kuswali Jumaa ni bora zaidi, ndio akachagua Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa tukiitoa hii hadithi sio kuwa tuvunja watu moyo kutoswali Ijumaa waende wakalale, la, ni ruhusa na lazima ibainishwe kuwa anayetaka atakuja kuswali Ijumaa apate ajiri zaidi, na ambaye wataka ataswali nyumbani salatu dhuhur apumzike. Sasa una khiari, ikiwa umeamua kuwa nitapumzika, mimi pumzika nyumbani usali salatu dhuhur. Ikiwa umeamua wataka ile azm ya kupata ajiri zaidi, basi utakuja uswali salatu aljumua. Tumeelewana? Wenye kuchelewa Ijumaa hii hapa msikitini, na nyinyi ndio wengi wenu mhudhuria hapa, nawaambia kabisa nitasoma qaf, natoa khutba Eid kule, mambo ya kuchinja sina muda wa kutoa tena khutba ya pili nyingine kujiandaa. Kwa hivyo nasoma qaf dakika 7 ama 8 Jumaa ishaisha. Kwa hivyo ikiwa wewe ni yule mtu ukoteotea, waambie na wenzako usiotee, utakuja hapo kwa watu washaswali kisha utoe lawama. Kwa hivyo nawaambia kabisa kesho inshallah taala khutba nitaitoa kule Eid, sio lighthouse kule biidhnillah. Lakini hapa tukija, hebu nipeni ule wakati wa kumtembelea mzazi wako kama ndugu zako, kisha uchinje hapo hapo ndani, kisha ujiandae na khutba ya Jumaa, kisha uje usalishe Jumaa hapa, utoe khutba robo saa wazungumza. Hilo mimi naomba udhuru, siliwezi. Nitakuja Jumaa ijayo kusikiza khutba hapa qaf mwanzo nusu, khutba ya pili kilichobakia maa salama, tusali Jumaa tuenda zetu. Hansiri nakupa, lakini waeleze wale ambao waja biidhnillah ta'ala, ili tusichelewe. Nazungumza ili tusichelewe, sababu wako watu ambao wachelewa. Ukichelewa dakika 7 inshallah utapata ile swala rak'a 2 biidhnillah ta'ala. Kwa hivyo kesho inshallah ndivyo itakavyokuwa. Pia ili nalisema ili usikose ajira ya Jumaa, ukasema utaswali dhuhuri, basi njoo Jumaa dakika 7 tu, si ndefu, alafu hiyo sabih isma na ghashia, kisha tutafumkana hapa inshallah, tutakuwa tumepata ajira ya nini, ya Jumaa biidhnillah ta'ala. Nasallallahu yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal. Naam Qadir. طيب nafikiri haya masala mmeyazungumza, lakini wacha nitarejelea kusitiza katika adabu za salat al-Eid, yani adabu za siku ya Eid al-Adha. Ni kwa Mtume sallam alikuwa kila baada ya swala, Eid al-Fitri alikuwa kila kabla ya swala, sababu kuonyesha kwa siku hiyo hakufunga. Lakini Eid al-Adha si kuwa eti amefunga. Kuna watu waitafsiri hivyo, Eid al-Adha iwafunga mpaka baada ya swala. Hafungi, ni sunna tu asile mpaka arudi. Mtume sallam alikuwa kila katika udhiya, kile ambacho atakachokichinja alikuwa akila, rahimkallah.
akila. Na sio lazima kula katika udhiya kuwa lazima uchinje ndio ule. La, una ruhusa mwanzo ya kuchinja katika siku zote za tashriq. Kwa mfano mtu hana wakati kesho, asichinje isipokuwa siku ya Jumamosi kwa mfano. Lakini ieleweke kitu kimoja, huruhusiwi kunyoa wala kukata kucha mpaka umalize nini? Kuchinja. Kwa hivyo ikiwa umeamua kuwa mimi nitachinja Jumamosi, kesho utakuwa bado wabakia katika hali yako ile ile. Jumamosi ndio inshallah taala ukishachinja kwa mfano ndio utanyoa. Kwa hivyo kula ni baada ya swala, usionje. Najua kuna manjumati na nini nyumbani siku ya Eid ya wate vile yaonje saizi usiku. Leo inshallah usiku kama ziko wewe onja, lakini alfajiri ukiamka tayarisha nenda ili upate sunna. Si haram ikiwa mtu atasema mimi nasikia njaa sana wacha nile, kula shauri yako, lakini si sunna. Haujapata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ina ajr zaidi. Wallahu musta'an. Tafunga kikao hapo. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.